Hello traders, karibu kwenye YouTube channel ya Aritex Capital. Kwenye hii channel tumejitolea kutoa trainings for free. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kuwasha notifications ili haya mafunzo yasikupite. Sasa kwenye hizi lessons tumeanza na trading psychology. Kwa nini tumeanza na trading psychology? Nilieleza pia kwenye video ya part 1 na video ya part 2. Ni kwa sababu unahitaji kuwa na mindset ya trader, unatakiwa kuwa na positive mind wakati una approaches financial markets, na ndipo utaweza kutengeneza faida sokoni. Lakini wengi ya traders, wengi beginners wamekuwa wakikosea toka mwanzo, na ndiyo maana asilimia kubwa ya traders wamekuwa wakifeli kwenye financial markets. Sasa kwenye part 1 nilieleza vitu ambavyo vinamuaffect beginner, lakini kwenye part 2 nilieleza vitu vinavyomuaffect trader ambaye tayari ameshaanza kutrade lakini hajawa profitable. Sasa leo kwenye hii part 3 nataka nizungumzie jinsi beginner anavyoweza kustructure mind yake, ni vitu gani anatakiwa kuvifanya ili aweze kutengeneza foundation nzuri, kwa sababu hapa tunaongelea career. Sasa career maana yake usipojua moja kujumlisha moja itakuwa ni vigumu kuja kujua 23 mara 23, okay? Au kuja kujua 50 kugawia 2, okay? Kwa hiyo inatakiwa unavyokuwa unaanza ku approaches financial markets, inatakiwa uwe na psychological mind ambayo ipo kwenye positive way, ambayo imesha kutengeneza tayari kujiandaa ku attack these markets, okay? Nadhani unanielewa. Sasa leo kwenye part 3 nitazungumzia vitu ambavyo ni vya muhimu sana, jinsi unavyotakiwa kujistructure ukiwa unaandaa foundation yako kabla hata hujajifunza mambo ya strategy, hujajifunza risk management, hujajifunza technical fundamental analysis. Ni vile unavyotakiwa kuweka mind yako kabla ya kuanza kuingia kwenye hivyo vitu vingine. Sasa tutaanza na hii part ya beginner, okay? Kumbuka nilielezea kuna part 3. Tuliona kuna part ya beginner, kuna part ya trader ambaye hajawa consistent profitable, alafu tukaona kwamba wote hao wawili wanataka wawe profitable trader. Sasa nitaanza na part ya beginner, kwa maana ya nitaeleza jinsi unavyotakiwa kuweka foundation yako vizuri ili kuandaa safari nzuri kwenye upande wa career yako ya trading. Sasa kitu cha kwanza kabisa ni ku take control of your attention, okay? Sasa hapa kuna kitu kinaitwa attention. It's very important ukalimit attention yako kwenye vitu vya muhimu, kwa sababu unavyokuwa unaanza au una hamu ya kutrade, okay, unakuwa unaangalia kwenye mitandao tofauti, au unaweza kwenda kwenye community tofauti kuangalia kile wanachokifanya ili tu ujue unaanzia wapi. Sasa hakikisha attention yako inakuwa focused kwenye vitu vichache. Kwa mfano, kuna matrader wanaotaka kuanza, wanataka kutrade volatilities, kwa maana ya zile intense indices, wanataka kutrade currencies. Unakuta mtu ana pair hata 10 au pair 20 kwenye watch list yake. Unakuta huyo mtu anataka trade futures, anataka trade ya stock indices. Kwa hiyo unakuta focus yake haijawa concentrated kwenye kitu kimoja au vitu viwili, lakini anataka atrade kila kitu, okay? Sasa hiyo itakufanya uchukue muda sana kumaster kitu kimoja, lakini pia utapoteza muda, kwa sababu ni vigumu sana unavyokuwa unaanza kumaster hivyo vitu vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni vizuri ukachagua kama ni pair moja au pair mbili, okay? Let's say kama ni gold au kama ni euro USD, ukaanza nayo kwa maana ya kuisoma characteristics zake. Lakini pia wewe kama beginner, okay, lazima ujue kwamba unataka kutrade soko gani, okay? Unataka uanze na forex trading, au unataka uanze na cryptocurrency, au unataka uanze na futures. Kwa hiyo ni lazima uwe na mindset ya focus ambayo umeiweka kwenye vitu specific, vitu vichache, kwa sababu kumbuka unavyoanza trading ujui, okay? Ujui utakuja kuwa trader wa aina gani, okay? Ujui ni markets zipi ambazo zitakuwa favorable kwako. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye hiki kipindi cha beginner, ile attention yako iwe kwenye vitu specific na usitamani kufanya kila kitu, okay? Kuna mtu mwingine anatamani yeye ni beginner, lakini anakuambia anataka trade London session, anataka trade New York session, anataka trade Asian session, zote anataka kuzimaster ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo
attention yako ni ya muhimu sana, kwa sababu itakuja kuwa na effect ya ule muda utakaotumia kumaster hizi financial markets. Kwa hiyo jitahidi sana unaro ile attention yako iende kwenye vitu specific unavyotaka kuvijua, kuliko kutaka kufanya kila kitu, kwa sababu unataka kutengeneza faida nyingi kwa wakati mfupi. Sababu namba 2, kitu namba 2 unachotakiwa kuwa mwangalifu nacho ni kwenye upande wa no trading social media, kwa maana ya Instagram, TikTok na Twitter. Sasa hii ni sehemu ya muhimu sana, kwa sababu siku hizi kila mtu ana access ya simu, na kila mtu anaweza akaingia Instagram, TikTok, Twitter. Mwingine anaweza akaingia kwenye lot of groups za trading kule Telegram, mwingine akaingia kwenye lot of groups kule WhatsApp. Sasa hizi zote zinakuwa ni noise kwa upande wako. Leo umetoka kwenye Instagram, umekutana trader fulani anabato na trader fulani, wanajibizana maneno, au umetoka kwa trader fulani umeona amefungua kwa kuweka lot, let's say 100, ana equity na run kwenye $100,000. Kuna mentor wako ambaye naye ana WhatsApp community ambayo bado mnaendelea kutrain. Sasa zile noise zitakuwa zinakuaffect kwenye maendeleo yako wewe kama trader. Kwa hiyo jitahidi sana unavyoanza kutrade, au wewe ukiwa beginner, jitahidi sana kuunfollow traders wengi mtandaoni, especially wale unaowaona hawana critical knowledge. Wale ambao hawa add value kwenye safari yako, ambao let's say hawaposti vitu vinavyoongelea financial markets, lakini wapo based kwenye materialistic things. Jitahidi sana uwapunguze, kwa sababu tayari unakuwa umeshapunguza noise. Na unapopunguza noise, maana yake unaongeza focus yako ya kile mentor anachokufundisha, lakini pia unakuwa unafanya kulingana na mentor, na unakuwa umeondoa ile influence unayokuwa unaona mtandaoni. Kwa hiyo hii issue ya media, social media kwa maana ya Instagram, TikTok, Twitter imekuwa inawaafect a lot of traders. Na mimi ningeshauri wewe kama ni beginner, jitahidi hata ikiwezekana usifollow ma trader kwenye online social media. Wewe sikiliza kila anachokufundisha mentor wako. Au kama amekwambia ni YouTube channel fulani specific, isikilize. Kama amekushauri labda ni vitabu fulani, soma hivyo vitabu, jaribu kuconcentrate, alafu ondoa ile distraction unayoipata mtandaoni. Maana mtandaoni utatoka kwenye page moja page nyingine, utakuta huyu anatumia strategy, huyu anatumia strategy, huyu anaonesha magari, huyu anaonesha jinsi alivyotengeneza $100,000 ndani ya masaa 5. Kwa hiyo hivyo vitu ukiwa unaviona vitakuwa vinakudistract, na vingine vinaweza vikakutamanisha ukataka kufanya kama wao. Kwa hiyo jitahidi sana ulimit hizi social media, and if possible jitahidi sana kuzikata moja kwa moja. Point number 3 ni accept submission to time. Sasa this is very very important. When we talk about time, kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima tu vichukue muda. Yaani hata uwe genius kiasi gani, hata uwe na uelewa kiasi gani, hata uwe na IQ kiasi gani, kuna baadhi ya vitu ambavyo time ni lazima ichukuliwe ili uweze kuvimaster au uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano tukiongelea kwenye career yetu ya udaktari, let's say daktari ni lazima itamchukua miaka 6. Haijalishi atakuwa na yeye ni genius kiasi gani, lakini ni lazima afate zile procedures ambazo tayari zimewekwa na chuo, na zile procedures wameziweka vile kwa sababu wanajua kwamba huyu mwanafunzi kisha practice kitu fulani ndani ya miezi fulani, then atakuwa tayari kumove kwenda kwenye kitu kingine ambacho pia atatakiwa akipractice miezi fulani mpaka miezi fulani. Kwa hiyo the same applies to trading. Sasa kuna watu anataka ajilazimishe ile course maybe kama ni ya mwaka mzima, au kama ni ile kazi anayotakiwa ifanye mwaka mzima, yeye anataka ifanye ndani ya wiki moja au ndani ya mwezi mmoja, ili aharakishe kuja kuwa profitable. Sasa hiyo ni long mindset ambayo beginners wengi wanayo. Unavyokuwa unaanza trading, hakikisha una seti hata miaka 5 kwamba mimi within 5 years ndio nataka niwe nimesha kuwa profitable na ninaweza kufanya trading on my own. Na unavyo set ile time,
be patient with yourself. Okay, usitaki kujilazimisha kutengeneza faida nyingi ndani ya muda mfupi au kufikia levels fulani kwa sababu wewe ndio unakuwa unaanza. Kwa hiyo accept submission to time, kwa sababu pia hujui kama utakuwa ni swing trader, hujui kama utakuwa ni scalper, hujui kama utakuwa ni position trader, hujui kwanza itakuchukua muda gani wewe mpaka unakuwa profitable na unaweza kufanya hiki kitu mwenyewe. Okay, kwa hiyo all that needs time. Okay, unahitaji time kufigure out vile vitu vyote. Okay, lakini pia kutengeneza modo yako, kujielewa wewe mwenyewe, emotions zako, okay, kuzifanyia kazi, kuandaa ile tabia ambayo itakufanya uwe profitable sokoni. Kwa hiyo accept submission to time, epuka pressure ya nje ambayo itakufanya uonekane labda unatumia muda mrefu alafu maybe wengine wamefanikiwa kwa muda mfupi. Kwa hiyo accept submission to time kwa sababu it's very important.